uwezo unaotoka juu. Uwezo unaotoka juu ndio unaokusaidia katika utendaji. Ndani yetu kuna nguvu ya ufufuo kulingana na Rumi 8:11. Nani atusome Rumi 8:11? Kuna nguvu ya ufufuo, usisahau. Lakini tena kuna nguvu ya utendaji ya nafsi ya Mungu mwenyewe. Sasa hii nguvu nitaifafanua siku ya leo. Soma Rumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa hiyo roho wake akikaa ndani anahuisha miili yetu, na kuna kuwepo na nguvu ya ufufuo. Alafu yeye tena anahuisha ndani yetu kupitia nguvu ya ufufuo. Lakini anapokaa ndani anazalisha, anagenerate power, nguvu nyingine ambayo inakuwepo mle ndani. Sawa sawa na Efeso 3:20. Asema kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Nguvu itendayo kazi ndani yenu. Mungu ana uwezo wa kufanya zaidi ya maombi ya kawaida na zaidi ya mawazo ya kawaida. Nguvu huwa zinapokelewa. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kuna Roho Mtakatifu kuja juu, kuna Roho Mtakatifu kukaa ndani, kuna Roho Mtakatifu kuwa miongoni mwetu. Kristo zinazaliwa kutoka ndani mwako, halafu zinakuja mpaka zinaonekana kwa nje. Lakini anapokuwa miongoni mwetu, kwa mfano tumekusanyika kama hapa, Roho Mtakatifu akashuka akawa katikati yetu, tunapata uwepo wake, tunapata upako wake, tunawezeshwa, be empowered. Yani tunawezeshwa kwa nguvu za utenda kazi. Unakuwa unafanya vitu ambavyo ni zaidi ya ishara za kawaida, maajabu ya kawaida ambayo yanayozidi hali ya kawaida ya kibinadamu na asili ya kawaida. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Roho Mtakatifu anakaa pembeni mwetu. Yeye ni Parakletos, yeye ni mwombezi wetu, yeye ni msaidizi wetu, yeye ni wakili wetu, yeye ni mtetezi wetu, yeye ni mshauri wetu, yeye ni kiongozi wetu. Maombi tunainuliwa katika imani, tunaonekana sio sisi sasa, bali ni Mungu ndani yetu. Halafu tunafanya mambo ambayo ni ya kipekee yanayotuwezesha. Tunainuka katika viwango vya imani visivyokuwa vya kawaida. Tunainuka katika viwango vya neema. Tunainuka katika viwango vya neno la Mungu. Tunainuka katika maeneo ya maombi pamoja na mamlaka za kimungu. Tunakuwa tuna uwezo wa kuvumilia mambo yasiyoweza kuvumilika. Yani tuna uwezo wa kushinda zaidi ya kushinda kikawaida. Tunakuwa na uwezo wa kuwa na nguvu za kutokurudi nyuma, bali ni za kusonga mbele. Tunazalisha nguvu katika kizazi kingine. Kwa tunakuwa kama watu ambao tuna nguvu ndani yetu, ambao tunawawekea msingi wa vizazi vingine. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Bado yani mbingu lazima ipokee makofi. Siku ukijaa Roho Mtakatifu, hali hizi zitakuja ndani mwako. Nguvu huwa zinapokelewa. Lazima uandae maandalizi ya kupokea nguvu. Umkaribishe Roho Mtakatifu katika maisha yako. Na Roho Mtakatifu utakapokuwa moja, kama umekosea, lazima utubu dhambi zako. Hakikisha unasafisha moyo wako kabisa, unatakasika. Unachotakiwa kuwa nacho ambacho kinaweza kukutofautisha na ulimwengu huu na watu ambao ni wa asili ya kawaida. Tafuta nguvu za Mungu. Nguvu ziko kwa Mungu, wala nguvu haziko kwa mwanadamu. Zaburi 62:11. Zaburi 62:11. Ukuu wa Pentekosti, tumepata mambo makuu ya kutembelea nayo. Tumepata zana, nguvu inayotoka mbinguni, nguvu isiyonunuliwa dukani. Yani
Luka 11 mstari wa 13 anasema wakamuomba Mungu, akamwambia mkiomba, je, Baba yangu hata wapa Roho Mtakatifu? Kwa hiyo umuombe Mungu, uwe na shauku. Yaani aliye na kiu na aje anywe. Yesu alisema aliye na kiu aje anywe. Lazima uwe na kiu juu na Roho Mtakatifu kila wakati. Roho Mtakatifu atajaa. Ulimwengu huu tujaupindua miguu juu kichwa chini, kwa sababu wengine wamejaa kirobo, wamejaa roho kirobo, wengine nusu, wengine hawajajiachilia kabisa, wote. Lakini tukio la siku ya 50, hiyo inamaanisha mshuko ule wa Roho Mtakatifu akaja akakaa ndani yetu, akaja azungumze nasi, atembee nasi, atufanye sisi tuwe hekalu lake, tuweze kuenda pamoja naye, atufumbulie mafumbo ya Mungu, atusaidie. Hii ndio siri ya Yerusalemu, halafu na Judea